tarehe 3 Disemba wameanzisha nini, wanafanya nini ili basi kuweza kutambua umuhimu wa watu wenye ulemavu duniani ama nchini kwetu. Karibu sana, ujitambulishe. Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Madam Veronica Daudi Kidemi. Ni mkurugenzi mtendaji wa Voice of Women Africa. Tuko hapa kwa ajili ya kampeni ya kuelekea siku ya tarehe 3 mwezi wa 12 ambao ni Disability Days. Kwa hiyo kampeni imeratibiwa na THRDC ambao mimi ni Voice of Women Africa ni member katika THRDC. Ndio. Lakini ikishirikiana na dawati la walemavu, kuna dawati la walemavu ambalo liko THRDC, ndio tunashirikiana pamoja katika kuraise campaign kuweza kueleza watu umuhimu wa kuwatambua watu wenye disability. Na mimi kwanza nipate disability ndo wakati ambao sasa mimi nimefanya kazi zangu vizuri kuliko kipindi nilivyokuwa na mikono miwili. Labda Mungu ameamua tu kunipa hiyo furaha na tabasamu ya kudumu, kwa sababu kiukweli kuanzia mimi nipate hii changamoto, yani ndo nimekuwa napewa tuzo za kufaulisha kwa 100%, yani ndo nimekuwa the best teacher. Sasa kwa hiyo sijajua sasa what the strength behind mtu mwenye ulemavu. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo unaweza ukaelewa kwamba watu wenye ulemavu wana uwezo mkubwa sana. Na by the way, mimi nilipopoteza mkono tu nikaanza kutrain mkono wangu wa kushoto. Kwa before ulikuwa uwezi kabisa kutumia mkono wa kushoto. Hata kula nilikuwa siwezi kushika hata kijiko kula. Lakini nilipopoteza mkono nikaanza kuwaza nikasema walivyo, kwa sababu yeyote anaweza akawa chochote muda na wakati wowote. Hakuna mtu ambaye ana guarantee na maisha yake, hamna ambaye anajua kesho yake. Kwa hiyo wote tunaishi tu kwa neema ya Mungu. Kwa hiyo kiukweli kwa kupitia kama mimi hivi, yani nilikuwa sijawahi kuwaza kama kuna siku nitakuja kuwa na disability. Sijawahi hata siku moja kufikiria. Kwanza nilikuwa nikisikia mume amemuoa mke, naona kama ni story kwenye radio. Naona hizi ni story bwana, how possible. Unaona kama ni kitu ambacho hakiwezekani. Unaweza kuchukulia poa kwa sababu haijakupata wewe, lakini once inakupata kwenye mazingira ambayo mwenyewe hata hujategemea. Na hujawahi hata kuwaza kwamba mwenzako anaweza akakufanyia hicho kitu. Kwa hiyo tunawiwa sana kuwa na passion katika kuwasaidia watu wenye ulemavu. Tuwape backup, yani tuwachukulie kama ni watu ambao wanatuhitaji sana. Lakini pia sio hicho tu, lakini tujue kabisa kwamba mtu mwenye ulemavu ni mtu ambaye ana ability ulemavu. Hata familia yako tu hawamjali ule mtu. Kwa mfano unakuta mtu labda ni ana mikono. Badala wamfulie nguo na yeye ajione kama ni mtu ambaye yuko vizuri, yani wanamtenga. Basi wanamchoka, na hisi wanamchoka, wanamtelekeza. Ukienda hospitalini labda kama watu wanaenda kujifungua, kama tu una ulemavu, unakuta kwamba watu wa afya wanakuchukulia for granted, wanakuchukulia tu poa kwa sababu una ulemavu. Lakini mimi naona kwamba katika jamii kila mmoja anaweza akapata ulemavu. Kwa hiyo swala la kumchukulia mtu poa kwa sababu ya ulemavu wake si vizuri, kwa sababu usiangalia kile kilichoko ndani ya mtu ambao ni ability in that disability. Yaani angalia ule uwezo yule mtu alionayo ndani yake, na usiangalie changamoto alionayo, kwa sababu mwili ni just a cover, ni kama tu box, lakini mtu wa ndani wa ule mtu ndo ana uwezo wa kufanya vitu. Ni kama na mimi ambapo nimepoteza mkono wangu wa kulia ambao ndo ulikuwa naandikiaga ubaoni, basi ningelala nikasema mimi sasa nilikuwa mwalimu, siwezi tena kuandika, basi nikalia kunyongonyea. Hapana, mimi nilipopata hiyo changamoto, mimi ndo nahisi kama akili yangu imekuwa more activated. Yaani ndo nimejiona kama nina akili zaidi ya vile ambavyo nilikuwaga. Kwa hiyo waaminini watu wenye disability kwamba wana ability in them, wana uwezo mkubwa sana na wanaweza wakafanya mambo makubwa sana. Tunawajua watu wengi ambao wana disability, lakini ni watu ambao ni very peculiar people, ni watu special sana, ni watu ambao wanaweza wakasimama kwenye jamii wakafanya mambo makubwa sana. Kwa hiyo tuwaamini, tuwape support, na wote tushirikiane katika kutokomeza chochote ambacho kinaonekana kwamba kinaweza kikasababisha disability. Hivi bado kuna watu ama wazazi ama familia wanaficha watoto wenye ulemavu? Yani kuna watu ambao wanawaficha watu wenye disability mpaka sasa. Nilikuwa naongea na mwenyekiti wa Shivyawata Viki, akawa ananiambia wakisikia kuna misaada ndio unaona wanatoka. Wanakuwa wengi, lakini siku zote wanawaficha. Hiyo imekaaje? Wanawaficha kwa sababu ya aibu, wanaona kama ni shame.